ambalo naweza kuiuliza mahakama au katika sehemu ya sheria ya mahakama ni kwamba kuna baadhi ya kesi huwa nyingi tunazisikia zinakuwa zina ushahidi ambao umekamilia, lakini mwisho wa siku wale wahusika ama wenye kesi huwa wanatoka pasina kutambua. Mwisho wa siku tunakuta wako nje na kesi zao zinakuwa zimekamilia. Hii kimahakama na kisheria inakuwa inaleta mantiki gani ama inakaaje katika mazingira ya kijamii? Mahakama, kesi inapofika mbele yake ina taratibu zake za usikilizwaji wa kesi. Jambo la kwanza, mahakama inapokea ushahidi. Ndugu mwananchi, usipokwenda kutoa ushahidi mahakamani, hata kama mtu amekamatwa red handed, usitarajie huyo mtu kupata hatia, kwa sababu bila ushahidi hakuna hatia. Lakini pia vile vile kuna vitu vingi ambavyo mahakama inakuwa inaviangalia katika uendeshaji wa mashauri. Kwa mfano, kielelezo hicho kilichokamatwa kufikishwa mahakamani. Basi ikiwa kama kielelezo hicho hakikufikishwa mahakamani, usitarajie kwamba mtu huyo anaweza kutiwa hatiani. Kwa hiyo napenda kumjibu mtazamaji wetu huyu aliyeuliza swala hili kwamba mahakama ukiona imemwachia mtu, ikiwa wewe unadhani kwamba shtaka hilo liko wazi wazi, basi ujue taratibu zilizopo mahakamani hazikukamilika, ikiwemo ushahidi. Kwa hiyo mashahidi endapo hawakutoa ushahidi wao mahakamani, mshtakiwa anaweza kuachiwa. Lakini pia na mambo mengine ya kisheria ambayo yakiwa atakuwa amekosekana inapelekea mtu huyo kuachiwa, kwa sababu kesi zinasikilizwa kwa mujibu wa taratibu za sheria. Kwa mfano, kesi za jinai zinasikilizwa kwa mujibu wa muongozo wa sheria namba 7 ya mwaka 2018, sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai Zanzibar. Inapaswa miongozo hiyo lazima ifuatwe. Inapokosekana miongozo hiyo, basi kesi zinaharibika. Kwa mfano, kesi ya madai lazima ipitie sheria ya madai Cap 8 sura ya 8, sheria ya madai sura ya 8. Sheria hiyo ndio inatoa mwenendo mzima wa kuyaendesha mashauri hayo. Endapo mwenendo huo utakosekana, basi kesi hiyo inawezekana mtu akashindwa kufikia kuthibitisha shauri lake. Swali langu kwa mahakama, kwa nini hizi kesi za udhalilishaji hazipelekwi yani ile linavyotakiwa, na kwa nini kila siku zinatokezea watoto wadogo wanakamatwa, wanabakwa, wanaharibiwa maisha yao? Ni mjibu kwamba wananchi ndio wanaofanya makosa. Mahakama kila siku imekuwa ikitoa adhabu, lakini kumbuka, wote wanaopelekwa mahakamani sio wanaoadhibiwa. Wanaoadhibiwa tu ni wale ambao makosa yao yanathibitika mahakamani, na yakithibitika mahakamani ndio wanaopewa adhabu. Lakini kutenda makosa kunategemea na tabia za watu, tabia za mahala, tabia za watu wenyewe ambao wanafanya makosa. Wapo kweli watu wanafanya makosa mara 2, wako wanaofanya makosa mara 3. Lakini mahakama pia, endapo itabaini kwamba mtu amefanya makosa mara 2 au mara 3, inampa adhabu zaidi. Kwa hiyo kitendo cha kwamba kila siku makosa haya yanafanyika ni kutokana na tabia ya wananchi wenyewe. Ushauri wangu mimi, turudi katika maadili, kila mmoja amlinde mtoto wa mwenzake ili kuweza kuepuka na makosa haya hasa ya udhalilishaji. Lakini napenda kuongeza chochote kupitia makosa haya ya udhalilishaji. Tuelewe wananchi kwamba unapomwambia mtu amemdhalilisha mtoto wako, basi hakikisha kwamba kosa hilo halina dhamana, na anaposhikwa tu kuanzia kituo cha polisi na kufikishwa mahakamani, mtu huyo hatokuwa na uhuru mpaka kesi yake itakapomalizika. Nachowaomba wananchi, tuhakikishe tunakuwa na ustaarabu mzuri wa kuhakikisha kwamba ni kweli tumefuatilia kwa kina na tunabaini kwamba mtoto wetu amefanyiwa hayo makosa, na tusikurupuke kuwaona watu labda pengine huyu ana shida hii na huyu ana shida hii, wakaingiza mambo haya kuona kwamba labda pengine ndio utatuzi wa hayo matatizo yao au shida zao. Ni kesi kubwa, ni kesi ngumu, adhabu zake ni kubwa. Kwa hiyo lazima tuhakikishe wananchi tunakuwa makini sana na makosa haya endapo yatakapotendeka. Na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi amehakikisha kwamba makosa haya hayana dhamana, kwa ajili tu kuhakikisha kwamba anayaondosha au kupunguza na ikiwezekana kuyaondosha kabisa.